Ndugu mtazamaji, karibu kwenye chaneli ya simulizi za kutisha na kusisimua iitwayo The Book of Magic Stories. Kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, tafadhali gusa alama ya kengele ili kusubscribe na uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo ninapokuwa nimeweka simulizi mpya. Karibu sana kwenye chaneli hii na mimi ni Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Zamani sana, kabla hata nyota hazijajifunza kukaa kimya angani, kulikuwepo sayari iliyoitwa Athera. Haikuwa sayari ya kawaida kama nyingine zilizozunguka jua kwa utiifu wa hesabu za anga. Athera ilikuwa hai, ilihisi pumzi ya viumbe waliokanyaga juu yake, ilielewa mawazo yao na ilihifadhi kumbukumbu za kila kizazi kama ardhi inavyohifadhi mifupa ya waliopita. Ilikuwa sayari iliyoumbwa kwa mwanga, lakini mwanga wake haukuwa mkali, ulikuwa wa kutuliza, wa kuelekeza, wa kufundisha. Anga la Athera lilikuwa na rangi ambazo macho ya mwanadamu yasingeweza kuzitambua. Bahari zake hazikuwa tu maji, bali vioo vya roho vilivyomrudishia kila kiumbe taswira ya nafsi yake. Milima yake ilisimama kama walinzi wa zamani, wakijua siri za enzi zilizopita, lakini wakinyamaza kwa heshima. Hakukuwa na njaa, hakukuwa na vita, kwa sababu wakazi wa Athera waliishi kwa maelewano na sayari yao. Walijua kuwa uhai haukuwa mali yao, bali walikuwa wageni waliokabidhiwa kwa muda. Uongozi wa Athera ulikuwa mikononi mwa baraza la wenye mwanga, kundi la viumbe waliokuwa wamefikia kilele cha maarifa na busara. Hawakutawala kwa hofu wala kwa nguvu, bali kwa kusikiliza. Kila uamuzi ulianza kwa kuisikia Athera yenyewe, kana kwamba sayari ilikuwa mshiriki wa baraza hilo. Sheria yao kuu ilikuwa rahisi lakini nzito: hakuna kiumbe aliye juu ya uhai mwingine, na hakuna maarifa yaliyo juu ya uwajibikaji. Lakini katika kila nuru kuna kivuli kinachosubiri kupewa sababu ya kuzaliwa. Miongoni mwa wenye mwanga alikuwapo mmoja aliyeitwa Malkor. Alizaliwa na akili iliyokuwa kali kuliko wengine. Kumbukumbu yake ilikuwa pana kama anga, na hamu yake ya kuelewa ilivuka mipaka ya maswali ya kawaida. Wenzake walimwona kama baraka, lakini hawakujua kuwa ndani yake kulikuwa na pengo dogo, pengo la kutotambuliwa vya kutosha, kiu ya kuthibitishwa, tamaa ya kusikika kuliko kusikiliza. Kadiri karne zilivyopita, Malkor alianza kuona dunia tofauti. Alianza kujiuliza kwa nini maarifa aliyokuwa nayo yalipaswa kubawanywa kwa wote. Alianza kujiuliza kama kweli usawa ulikuwa haki au kama ulikuwa kizuizi cha ukuu. Mawazo hayo hayakuja kwa kishindo, yalikuja polepole, kama maji yanayopenya mwamba kwa muda mrefu. Chini ya hekalu kuu la Athera palikuwepo chumba kilichofungwa kwa mihuri ya kale. Ndani yake zilihifadhiwa kumbukumbu za enzi za kwanza, maandiko ya nguvu kubwa yaliyokuwa yameachwa kwa makusudi, si kwa sababu yalikuwa mabaya, bali kwa sababu yaliweza kumpotosha yeyote asiye tayari kubeba uzito wake. Baraza lilijua kuhusu vitabu hivyo, lakini lilijua pia kuwa hekima ya kweli ni kujua nini cha kuacha bila kugusika. Malkor hakuridhika na kuacha. Usiku mmoja, wakati anga la Athera lilipokuwa kimya kuliko kawaida, alishuka peke yake chini ya hekalu. Kila hatua aliyochukua ilionekana kama inasikika zaidi kuliko kawaida, kana kwamba ardhi yenyewe ilikuwa ikijaribu kumwonya. Lakini onyo lina nguvu tu kwa yule aliye tayari kulisikia. Alipovunja muhuri wa mwisho, hewa ikabadilika na mwanga wa chumba ukawa mzito, kana kwamba ulikuwa na uzito wa mawazo yaliyofichwa humo kwa elfu ya miaka. Alipofungua kitabu cha kwanza, hakukuwa na radi wala tetemeko. Kulikuwa na sauti ndogo ndani ya kichwa chake, sauti iliyomjua kwa jina, iliyomkumbusha kila wakati aliyoupuuzwa, kila wazo lake liliposhirikishwa kana kwamba halikuwa lake. Sauti ilimwambia kuwa hakukosea kutaka zaidi. Ilimwambia kuwa Athera ilihitaji mkono mmoja imara, akili mmoja iliyo juu ya zote. Alisoma tena,
Kila neno lilizama ndani yake kama mbegu. Alipofikia maandiko ya mwisho, yale yaliyohitaji kutamkwa kwa sauti, moyo wake haukusita. Wakati maneno hayo yalipotoka kwenye midomo yake, ulimwengu haukulipuka, ulichanika kimya kimya. Anga la Athera liligeuka rangi kwa muda mfupi sana, kisha likawa jeusi kama kumbukumbu iliyozikwa. Bahari zilinyamaza kana kwamba zilishikilia pumzi zao. Upepo uliokuwepo tangu mwanzo wa sayari ulisimama. Ndipo ikasikia sauti ambayo haikutoka juu wala chini, bali kwa kila mahali kwa wakati mmoja. Haikuwa sauti ya hasira, ilikuwa sauti ya huzuni iliyokuwa imechoka. Athera haikulaani kwa hitki, ililaani kwa sababu ilikumbuka kile ilichokuwa na kile ilichopoteza. Tendo la Malkor halikuvunja tu sheria za baraza, ilivunja uhusiano wa uaminifu baina ya sayari na waliokabidhiwa kuihifadhi. Kuanzia siku hiyo, Athera ilianza kubeba kumbukumbu hiyo kama jerahi wazi. Mwanga wake haukutoweka kabisa, bali uligeuka kuwa mzito, wenye kivuli. Wenye mwanga hawakufa, lakini hawakuwa tena huru. Miili yao iliendelea kuishi, lakini roho zao zilifungwa kwenye kumbukumbu ya makosa ambayo hawakulizuia. Watoto waliozaliwa baada ya tukio hilo walizaliwa kwa kilio, si kwa sababu ya maumivu ya mwili, bali kwa sababu roho zao ziligusa huzuni ya sayari kabla hata ya kujua majina yao. Vizazi vilipita, hadithi za Athera zilibadilika kutoka nyimbo za sifa kuwa simulizi za onyo. Wasafiri wa anga walianza kuipita kwa hofu, wakisema ni sayari iliyolaaniwa, sayari inayomeza matumaini. Lakini hakuna aliyefahamu ukweli. Athera haikuwa ikilaani, ilikuwa ikikumbuka. Siku moja, kutoka mbali sana, nyota ilipoteza mwelekeo wake. Ndani ya mwanga huo alikuwepo Nara, safiri wa anga, asiye shujaa wala mteule wa unabii wowote. Alikuwa kiumbe aliyekuwa akikimbia, si kuelekea mahali fulani, bali kutoka kwenye upweke uliokuwa umemwandama maisha yake yote. Nyota yake ilipoanguka kwenye anga la Athera, sayari ikatetemeka kwa namna tofauti, si kwa hofu, bali kwa mshangao. Nara alipokanyaga ardhi ya Athera, alihisi uzito aliohawahi kuuhisi. Haikuwa mvuto wa sayari, bali uzito wa hisia. Ardhi ilionekana ikinononwa juu ya miguu yake, ikizungumza lugha ambayo hakuwahi kuisikia, lakini alielewa moyoni. Kwa mara ya kwanza tangu laana itamkwe, Athera iliona uwezekano wa kusikilizwa. Kadiri Nara alivyoendelea kutembea, alikutana na wakazi wa sayari hiyo, viumbe ambao waliishi maisha marefu bila matumaini, macho yao yakiwa yamezoea gaza. Hawakumkaribisha kwa furaha wala kwa uadui, walimtazama kwa mshangao wa kimya, kana kwamba uwezo wake ulikuwa kumbukumbu ya kitu walichokisahau kwa muda mrefu. Kupitia kwao, Nara alijifunza historia ya Athera, si kama hadithi iliyosimuliwa, bali kama maumivu yaliyorithiwa. Alijifunza kuwa laana haikuhitaji nguvu ili ivunjwe, ilihitaji ukweli, na ukweli huo ulikuwa mzito kuliko silaha yoyote. Chanzo cha kila kitu kilibado kipo, kimefichwa ndani ya kini cha Athera, mahali papo hofu na majuto vilikuwa vimeungana. Safari ya Nara kuelekea kini cha Athera haikuwa ya umbali, bali ya ndani. Kila hatua ilimvua makumbukumbu yake, kila pumzi ilimlazimisha kukabili na sababu ya yeye mwenyewe kuendelea kuishi. Ndani ya gaza hilo alikutana na Malkor, sio kama mtawala, bali kama kivuli kilichofungwa na makosa yake. Malkor hakupiga kelele, hakujitetea, alisema ukweli uliochelewa. Hakutaka kuiharibu Athera, alitaka tu kuthaminiwa, kutambuliwa, kuonekana. Lakini alipojaribu kujijenga juu ya uhai, ulibunjika. Ndipo Nara akaelewa kuwa laana haikutokana na uabifu, bali na tamaa ya kukubalika bila mipaka. Ili Athera ipone, sadaka ilihitajika, si ya damu, bali ya mwanga. Nara alielewa kuwa ili kumbukumbu zirudi mahali pake, ilibidi mtu aache kuwa kile alichokuwa. Alitoa mwanga wa nyota uliombeba, si kwa shujaa, bali kwa huruma. Mwanga ulianza kurejea polepole, bahari zikaanza kuakisi anga, ardhi ikapumzia tena, na
kilio cha karne kikageuka kuwa pumzi ya faraja. Athera haikusahau, lakini ilijifunza kuishi na kumbukumbu bila kuumiza. Nara hakufa, alibadilika. Akawa nyota mlinzi juu ya anga la Athera, si kama mtawala, bali kama ukumbukumbu. Na hadi leo Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.